na kwenu katika utumishi na kutumika, kwa sababu huu ni mkutano wa kina mama. Tuombe kwa ajili ya neno lake Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya kutukusanya hivi. Tumekusanyika kwa ajili yako, na kila mmoja amekuja si kwa ajili ya mtu mwingine, amekuja kwa ajili yako. Kama ulivyosema, wenye kiu wote waje majini. Sote tumekuja, mwenye maji ni wewe. Tunyweshe kutoka kwako kwa jina la Yesu. Bwana, tumekusanyika kwa jina lako na tunajua u katikati yetu. Roho Mtakatifu, endelea na usukani, maana umeuchukua kutoka mwanzo. Tuhudumie upendavyo kwa jina la Yesu tumeshukuru. Amen. Joel chapter 2. Joel chapter 2 verse 28. Joel chapter 2 verse 28 and 29. Kuna wakati mwingine tulikuwa tunaona yakitupwa pale, tunasoma kwa urahisi. Kwa hiyo leo tunasubiri itafanyika tu. Inasema hivi, Joel chapter 2 verse 28. Kwa wale ambao wamefika, ni kuhusiana na Mungu anavyosema ya kwamba atamimina roho wake juu ya wote wenye mwili. Tunaanza hapo jinsi Mungu alivyosema. Anaposema itafika nyakati za mwisho kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, wadogo kwa wakubwa. Verse 29 inaendelea kusema ya kwamba kwa wanawake na kwa wanaume. Sasa kwa sababu tunaongea juu ya mwanamke na kutumika kwake, tunataka tuone nafasi ya mwanamke, ya mama katika utumishi wa Mungu. Tunapoongea juu ya mwanamke mtumishi, tunapoongea habari za utumishi, hatumaanishi wale wanaotuhubiria madhabahuni tu, lakini tunamaanisha mwanamke yule atakayetenda utumishi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Anaposema Mungu amemwaga roho wake, kwa sababu hizi ndio nyakati zenyewe, hakumwaga kwa wanaume tu, lakini namwaga mpaka kwenu nyinyi. Na sasa wakati mwanamke naye amemwagiwa huyu roho, ni wa kazi gani? Ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya kuweza kutekeleza wajibu ambao amepewa. Mara nyingi katika ibada wanawake huwa wengi sana, lakini wanaowahudumia wanaume ndio zaidi, hata wakiwe wachache. Kwa hiyo unaweza kuta kanisa lenye washirika wengi wa kike, lakini miongoni mwao watumishi ni wachache. Kutakuwa na wanaume wawili watatu ndio wachungaji pale, ndio wanaowahudumia, na wanawake wanaridhika vile, pamoja na idadi yao kuwa kubwa, lakini idadi ya watumishi miongoni mwao inakuwa chache. Je, haya ndio mapenzi ya Mungu? Hapana. Ya kwamba roho yule akimwagwa juu ya watu, wanastahili watu kumpokea na kuanza kutekeleza kazi naye. Hakuna mtu aliyeweka ya kwamba wanaume watumike zaidi na wanawake watulie wakae tu. Hapana. Wakati Yesu anapoongea katika kitabu cha John chapter 15, habari za mzabibu, John chapter 15, kuna kitu anakiongea pale. John 15 verse 1 and 12 inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Sasa Yesu yeye amesema yeye ni mzabibu, yeye ndio shina, alafu sisi tunatokea pale kama matawi. Akiwa yeye kama shina, anaangalia matawi anayotoa kama kuna kazi anafanya au hakuna.
Fikiria hili shina ambalo ndilo mzabibu, kumbe linapotoa matawi, linatoa matawi yawe kazini, yawe yamezaa matunda. Na mzabibu huu si kwa ajili ya wanaume tu. Tupeleke kwenye ile Joeli ilivyokuwa umeshafika pale chapter 2 verse 28 and 29. Mzabibu huu hautoi matawi ya kiume tu, unatoa na matawi ambayo ni wanawake. Na miongoni mwa matawi haya, mzabibu unatarajia kila tawi liwe limening'iniza matunda. Ili kumbe unapotoa matawi unaangalia sana, ili tawi tangu nilitoe na kulivutia rotuba kutoka nchini, kutoka ardhini, na kulipa rotuba, linafanyia kazi hii rotuba au hamna kitu? Ndio pale ninaposema ya kwamba kama halizai naliondoa. Wakati mmoja tulikuwa tunaangalia juu ya Yesu alipokuwa akitembea katika shamba moja pale, akiangalia kama atapata tunda, akakosa. Mti mmoja pale ulikuwa hauzai, akasema huu mti unapaswa kutolewa kwa sababu unaharibu rotuba. Kumbe unapokuwa pale na hauzai, unaharibu rotuba, kwa hiyo unatakiwa uondolewe ili wengine watumie. Kwa maneno mengine, neema ile ambayo wewe umepewa unakuwa unaikosea kwa sababu huitumii inavyopaswa. Kwa hiyo kama tulivyoambiwa, roho huyu amemwagwa kwa wote wenye mwili. Mwenye kumwaga anaangalia na kuona, nimemwaga pale rotuba, nimemwaga pale neema, nimemwaga pale roho yangu. Ni wangapi wanatumia? Kumbe wale wanapo take for granted grace ile, wanakuwa wanamuudhi mwenye kumwaga, wanakuwa wanatia hasara. Tena ni kama vile alipotoa talanta yule alipoondoka, alipopeana talanta, akakuta mwenye 5 amezalisha, mwenye 2 amezalisha, akawa mkali kwa huyu mmoja, akawaambia afadhali ungeiweka kwenye riba angalau ikanizalia. Hivi kumbe Mungu ni mfanyabiashara ambaye hapendi pesa yake ilale, hapendi rasilimali zake zilale, anataka zizidi kuzaa. Ikiwekwa mahali ipatikane imezaa kesho. Sasa ndipo ndivyo anapomwaga rasilimali zake kwetu sisi kina mama, kwetu sisi wanawake, kwetu sisi watoto wa Mungu. Rotuba na rasilimali na neema iliyomwagwa kwa ajili ya watu wote ni kwa ajili ya wewe kutumika. Sasa John 15:1-2 inasema, mimi ndimi mzabibu, alafu nyinyi ni matawi, na ninaangalia katika matawi haya kunayo yale yameridhika na majani. Yana majani, ni makubwa, lakini tunda hakuna. Kumbe Mungu haridhishwi na kuwa green. Kumbe Mungu haridhishwi na availability yako kukuona tu, anataka aone kazi ile umefanya. Sasa anasema yuko serious kiasi cha kwamba matawi yasiyozaa anayaondoa. Si uyaache tu hayana shida na wewe, hapana, yaondolewe kwa sababu yalipaswa kufanya kazi. Sasa kwa kina mama ambao wameokolewa wakapatikana katika shina lile la mzabibu, unajiuliza, tangu nitokezee kwenye shina la mzabibu nina matunda ngapi niliyoning'iniza? Kama hakuna, unakuwa wewe unamkosea mwenye kukuzaa wewe, mwenye kukuokoa wewe na kukumwagia roho yake, unakuwa unamkosea. Kwa hiyo ni vyema kuamka na kuweza kujua ni nini nitazaa, nitafanya kazi gani. Watu wanapenda kukaa nyuma na kusema sijui huduma yangu, mimi ningejua kazi yangu ningefanya. Lakini kumbe Mungu hakungojei ukae, hakuachi ukae aje kunong'onezee huduma yako ni hii, amka. Hapana, unaamka kwanza, unakuwa katika shamba lake. Pale ndipo unapoambiwa umefika shambani, shika hapa. Unajitokeza kwa ajili ya kuzaa, unajitokeza kwa ajili ya kutenda matendo makuu ya Mungu. Kama umeokoka, huduma ni yako, sio ya wachungaji, sio ya wahubiri, sio wale viongozi unaona. Hapana, tumemwagiwa roho yote kwa pamoja.
Japo ndiyo kuna uongozi tulionao, watu wenye viwango mbalimbali, lakini sisi wengine tusikae kama wale wengine inayosemekana. Fungua Luka 24 verse 9 11, uone kitu pale. Luke chapter 24 verse 9 to 11. Inasema verse 9 to 11, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari ya mambo hayo yote. Verse 10, nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Kuna tofauti hapo katika watu hawa. Kuna wale ambao walikuwa significant, kuna wale watu ambao walikuwa kina mama ambao walitajika. Imetajwa pale kwenye mstari wa 10 ya kwamba nao ni Maria, wakaondoka kaburini. Sawa, wakaondoka kaburini, wakarudi na ujumbe. Ukumbuka wakati huo ni wakati Yesu amekufa, amefufuka. Wao wameenda kaburini kama kawaida yao, wakamkuta hayuko, akakutana na malaika pale, malaika akazungumza nao, akawapa taarifa, alafu wao wanarudi. Tunaambiwa wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo yote. Kina nani hawa? Nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo, alafu na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Sasa wewe ungependwa kuwa mwanamke ambaye utatajwa, unayefanya mambo ambayo yanajulikana, au utakuwa miongoni mwa wengine tu na wanawake wengine? Usikubali kuwa katika others. Uwe kuna kitu nafanya kinajulikana mpaka unatajwa, na fulani akafanya na fulani alikuwa. Katika Biblia kuna wanawake aina mbalimbali, of course wametajwa, lakini walikuwepo wengi sana. Lakini wale waliojitokeza na kufanya mambo makubwa walitajwa. Alitajwa Esther kwa jinsi alivyoshughulika. Alitajwa Hana kwa jinsi alivyoshughulika. Naamini Hana hakuwa ni mwanamke wa pekee ambaye alikuwa tasa, walikuwepo wengine, lakini huyu alichukua hatua ya kipekee, hatua ambayo si ya kuwa tasa na kwenda kwa kutafuta watoto wa dawa, si ya kuridhika tu na kukaa liwalo na liwe, basi Mungu alipenda nisiwe na mtoto basi ikae hivyo. Hapana, alichukua hatua, akasema this has to change, kwa sababu nimepewa nafasi ya kuongea na Mungu mpeanaji wa watoto, na ninaweza kuzungumza naye huyu Mungu ambaye amesema niombe nitapewa. Kwa hiyo akalichukua swala hilo, akasema siwezi kukaa hivi wakati nina Mungu muweza. Kwa hiyo akaenda kuomba, huku akichekelewa na mwenzake, akichekelewa na kikejeliwa, lakini aliendelea. Akafika mahali akasema, Mungu utakaponipa mtoto wa kiume nitamtoa kwako akutumikie kwenye hekalu lako. Mungu akatenda kazi. Leo hii anatajwa Hana kwa sababu ya vile alifanya. Anatajwa na wengineo wanatajwa pale. Sasa unasikia kina Maria Magdalena na wengine wametajwa, Maria mama Yesu ametajwa, na wengine wengi, kwa sababu hawakukubali kwa matawi ya majani tu. Hawakukubali kuwa matawi ya majani. Hapo wakati mwingine huwa tunachanganya Kiswahili, tunaposema majani leaves, tunasema matawi. Hapana, matawi ni branches, alafu katika branches kuna majani. Kwa hiyo tawi ni branch, alafu ina majani. Kwa hiyo kuna tawi ambalo linaridhika kuwa na majani. Niko connected to the trunk na nina majani mazuri. Lakini kumbe majani hayaliwi, ni matunda yanayoliwa. Sasa kuna wanawake katika neno la Mungu hawakuridhika kuitwa na wanawake wengine. Dorcas yuko, tunamuona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume.
naye miongoni mwa washirika wengine akaamua kufanya jambo la kipekee kabisa, kiasi cha kwamba akifa watu wanalia naye mpaka akafufuliwa, because she was so important. Alichagua asiwe miongoni tu mwa wanawake wengine. Kanisani kwenu usikubali kuwa tu na wanawake wengine. Ni kina nani walikuwepo pale? Fulani alikuwa na wengine walikuwa. Huwezi kutaja kwa sababu hujulikani sana. Na kwa namna hii sisemi ya kwamba tutake kujulikana au tutafute kujulikana, hapana. Lakini kwa kazi unayotenda itakujulisha wewe mwenyewe. Ni makosa kung'ang'ana kujijulisha kwa kinywa chako, lakini ni sahihi kabisa kutenda kazi mpaka zikakujulisha. Yesu akasema ya kwamba kama hamuniamini, basi aminini kazi ninazofanya. Kwa hiyo ukitaka kujulikana, unakimya, unatenda kazi yenyewe inakutoa juu. Maana kipawa cha mtu huwa kinampa nafasi hata kwa wakuu. Yohana Mbatizaji alipokuwa gerezani, baada of course kumtangaza Yesu, akasema yuko ajaye nyuma yangu, sistahili kufungua gidamu za viatu vyake, hata akambatiza pale. Baada ya muda alishikwa akaweka gerezani, na ikamchanganya. Asema, lakini mbona mimi niko gerezani na huyu Yesu ndiye mkombozi? Mbona hanikomboe nikiwa gerezani? Ni kama nashuku kama ni yeye kweli, kwa sababu kama ni yeye na yeye ni mkombozi wetu, na kazi ile iliyofanya ya kumtangulia na nguvu alizonazo, hawezi kuniacha mimi ninakaa huku. Kwa hiyo akatuma wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mumuulize huyo kama ni yeye Yesu tuliyemtarajia au tumgoje mwingine. Hebu fikiria, wewe Yohana ndiwe mtangulizi, umezunguka kila mahali ukisema kwamba hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, ukatuhakikishia ya kwamba yuko ajaye. Tena ulipokuwa unabatiza akaja, ukatuambia ndiye huyu azichukwae dhambi za ulimwengu, ukatuambia mwenyewe ndiye huyu, ukambatiza kabisa, na sauti ikatoka mbinguni ikathibitisha ni yeye. Alafu wewe Yohana unatuuliza tena, kaulizeni kama ni yeye. Ilimchanganya Yohana. Sasa Yesu alipoletewa habari, Yesu hasemi pole, amefungwa, hebu acha nende huko nikamtoe mara moja. Wala hakusema nendeni mwambie ni yeye ama ni mimi kwa kinywa, hapana. Alisema kamwambie ya kwamba vipofu wanaona, viwete wanatembea, yani zile kazi. Kamwambie Yohana Mbatizaji kile kinaendelea huku, kamwambie kile unaona, kwa sababu shughuli ndizo zinatambulisha mtu. Kwa hiyo sihitaji mimi Yesu kumtumana neno la kinywa, kamwambie kwa kweli, akia Mungu mwambie ni mimi. Hamna hiyo. Hawambie kaangalie check situation hivi, angalia ground vile mambo yalivyo, kaeleze. Kwa sababu namna ninavyofanya, hakuna mtu mwingine anafanya mambo kama haya. Kwa hiyo kwa shughuli kama hizi lazima iwe ni yule Yesu, kwa sababu kumekuwepo na watu, na hata sasa wapo wanaofanya, lakini hawafanyi kama hizi. Kwa hiyo nenda umwambie aina ya shughuli unayoiona, alafu yeye mwenye ajazie ni nani mwingine mwenye shughuli kama hizo. Ina maana kwa kazi zenyewe inajulikana kwamba huyo ni Yesu. Kwa hiyo si maneno ya midomo. So kazi zile zikamthibitisha hakika huyo ni Yesu. Unaona Nikodemus naye pia alipoenda kwa Yesu usiku, akamwambia, namna tunavyoona kweli sisi tumekuwa walimu wa Torati muda mrefu, lakini tumekuangalia mambo unayoyatenda, hakuna mtu anaweza kufanya hivi isipokuwa ako na Mungu. Kwa hiyo zile matendo tena sio kuprofesi, sio kuongea kwa kinywa, shughuli zikamchanganya Nikodemu mpaka aende amuone, amuulize, kwa mambo tunayoona ukitekeleza, Bwana wewe lazima ni wa kipekee. Kwa hiyo tunaongea nini? Tunasema mtoto wa Mungu, wewe uliokolewa. Wewe kama hujaokoka, sasa hapo kidogo kuna hatua inakupita.
ingia ndani alafu utaelewa mambo haya. Lakini kwa wale wameokoka hapa, neema iliyomwagwa ni kwa ajili ya utumishi. Usikae pale ukisema tu waliojaliwa. Kina baba mliojaliwa mtuombee, kina baba mliojaliwa mtuombee. Mwanamke mwingine tulikutana naye zamani, ameokoka kwenye dhehebu lingine, na anasema kwamba nyinyi mnaofunga na kuomba mtuombee, kana kwamba swala la kufunga na kuomba limetengewa Pentekoste. Kwa hiyo hata wale wakiwa katika shughuli ile na mambo yakiwapata, watakimbilia wale washakarababa. Hao ndo wanajua kutimua pepo. Lakini wao wanaona kwa jinsi ya vitabu vyao na pepo hazitatoka. Kwa hiyo tukikumbwa na pepo lazima tukimbilie wale wa makofi. Kumbe neema hii ya kutoa pepo ni ya mtu yoyote atakayekubali kuokoka, miongoni mwao wakiwa wanawake. Kwa hiyo Mariam na wale wengine walikuwa wanajulikana, wakataja na majina. Wengine wakaambiwa na wanawake wengine wako pale. Usikubali kuwa miongoni mwa wengine ambao hakuna jambo vile amefanya. Watajwe pale kwa sababu ya shughuli zao. Kwa hiyo wanawake wengi ambao wametajwa katika Biblia hawakutajwa kwa sababu walizunguka wakisema mimi ni. Hapana, walifanya ikajulikana. Dorcas alikuwa anashona zile nguo kwa ajili ya wajane, na alipokufa shughuli zake ndio zilisemwa. Huyu kwa shughuli anazozifanya, wakaja wale waliokuwa wanafaidi zile shughuli, wakasema tumekuja, angalia sisi wote hapa jinsi tulivyo, ni kwa sababu ya huyu. Tutakuwaje sasa kama anaondoka? Shughuli yake ikamtetea. Alikuwa mwanamke kama sisi tulivyo. Haleluya. Natumia sisi kwa sababu tuko kwenye mkutano wa wanawake jamani. Ushafahamu bana? Kwa hiyo naji-identify na wewe pamoja kwa sababu naongea na kina mama. Kwa hiyo akachagua na kazi zake zikamfanya arudi jinsi alivyoenenda. Kwa hiyo wewe uko kwenye mzabibu moja kwa moja, tena hujapitia dalali. Wewe si tawi juu ya tawi lingine, ni tawi moja kwa moja lililounganika na shina. Kile ambalo shina inapeana unamumunya moja kwa moja. Sasa inasema ya kwamba ukivuta rotuba zaa. Alafu Yesu anasema kitu hapo katika Yohana hiyo kuhusu tawi lisilozaa. Asemi ya kwamba tawi lisilozaa nitalionea huruma. Nitaenda kuliuliza, wewe tawi unaugua nini? Una shida gani? Naona huzai. There's something I want to do. I think I should do something about you. Ili nikusafishe, nikusaidie uzae. Hapana. Anasema anaangalia lile linalozaa ndilo linazalishwa zaidi. Je, una habari katika shirika nyingi? Kachunguze kwenye makanisa yenu. Watu wale hushuhudia. Ni kipindi cha kutoa ushuhuda jamani. Mara nyingi ni wale hushuhudia mpaka inajulikana. Kipindi cha ushuhuda, yule fulani atainuka tu, Bwana asifiwe, anashuhudia, anamaliza. Na mwingine wawili watatu. Hicho kipindi kingine tena, kipindi cha shuhuda, wale mpaka nyinyi wengine mnaoridhika na majani mmetulia. Sema najua ni fulani atainuka tu, anashuhudia. Jamani, kuna ushuhuda, nyinyi mmetulia tu. Ni yule baba atashuhudia, ni yule mama atashuhudia, ni yule kijana atashuhudia, hata kesho na kesho kutwa, hata mkeka upenea. Ni kipindi cha ushuhuda. Nani anataka kuambia watu hapa kile Yesu amefanya? Anapanda mwenye anashuhudia. Nani mmeridhika tu, si fulani yuko. Yeye ndio kimbelembele cha kushuhudia. Na unasahau kwamba wewe ndio mgonjwa. Lakini unaona kwamba ni kimbelembele, anapenda kujipendekeza sana. Kwa hiyo unaridhika na kutoza kwako. Mwenzako ananing'iniza matunda. Kumbe kadri anavyoshuhudia ndio kesho anapewa mwingine, ushuhuda mwingine na mwingine. That's why kila siku atakuwa anashuhudia. Maana alipozaa jana matunda yakaonekana, Bwana akaja akamsafisha zaidi. Kesho anazaa ushuhuda mwingine. Akiumwaga tena, Yesu anakuja anasafisha. Kwa sababu nini maana ya kutoa ushuhuda?
ni kutangaza matendo makuu ya Mungu ili kuinua mtu mmoja aliye chini. Na kwa hivyo Mungu akifurahia jinsi mwili wake unavyojenga, unapotangaza matendo makuu ya Mungu anafurahia. Kuna nafsi pale umeijenga, kuna nafsi pale umeinua, sio vivi hivi unless unashuhudia matukio ya wiki. Lakini kama unashuhudia matendo makuu ya Mungu, basi Mungu anafurahia hiyo. Maana kuna watu ambao si shuhuda wanatoa ratiba ya wiki vile imekuwa. Nikaamka, nikajikwaa, nikaanguka, nikainuka, nikaenda sokoni, nikarudi, nikakuta maji yamwagika. Tuesday yake ni matukio. Watu wanangoja mpaka mwisho, Mungu ametukuza wapi? Hakuna. Mwisho wa siku unakuja kile unamalizia nacho, jina langu ni fulani fulani na mchungaji wangu ni huyu na kanisa ni hili, na unakaa kwako ni ushuhuda hiyo. Watu wanashinda huyu ushuhuda wa aina gani? Tunangoja Mungu ameonekana wapi? Kumbe unasimulia, alafu na jina lako na mchungaji wako na kanisa lako ni hilo hilo. Kwani kuna mtu amesema unaondoka? Ni hilo hilo. Lakini kwa yule ambaye anatoa ushahidi ya kile Bwana anatenda, Mungu anaangalia sana. Asema utaniita wakati wa shida, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Imepangwa namna hiyo. Unaniita, ninakuja, ninatenda, na haukwamii pale. Unaenda, unanitukuza. Ukisha nitukuza umezaa tayari, imejenga mtu, na kuja pale na kusafisha tena. Ndio maana watu wengi wanaotenda huduma mara nyingi wanakuaga ni wale wale, kwa sababu wanafanya, wanasafishwa, wanazidi kufanya, na wewe unazidi kuumwa. Ukiona ya kwamba ni kimbelembele yule anajifanya wa kiroho sana, wewe unataka kuwa kimwili sana. Si watu wanataka kuwa kiroho sana. Sasa wewe unalalamika anajifanya kuwa kiroho sana. Ndio tumeambiwa tukipanda katika mwili tutavuna uharibifu. Kwa hiyo mwenzio kama anaingia kwa kiroho sana ndio inayotakiwa. Wewe umefaidi nini kwa kimwili sana? Maana kila alalamikaye yuko mwilini. Ukiona mtu mwenye kulalamika sana, sio tunda la roho lile, mwili ule, wivu, kiburi kinachemka. Ni wale ambao akikosa kuja ibada, ukimfuata mnakosana, hawezi kushukuru mmekuja kunifuatilia, ni upendo. Anaanza kuteta na kusema nimekuwa mtoto mpaka munifuate. Na anajihisi ya kwamba yeye ndiye aliyefaulu, lakini kumbe yeye ni mgonjwa. Basi fuata matunda, atakuwa amejaa majani, hamna hata tunda. Kesho ikisemekana akatwe, anakuwa mkali. Mimi usiniulize anakatwaje, ila Bwana mwenyewe anasema uyakata. Nisijui wengine washakatwa au watakuja katwa ama kutatokea namna gani, lakini mwenyewe ameshasema ya kwamba mimi ni mzabibu wa kweli na nyinyi ni matawi. Sasa kama wewe ni mzabibu, kama wewe ni tawi katika mzabibu na hushughuliki kuzaa, fikiria tu mwenyewe anakuangaliaje mama. Fikirie tu. Maana ukisimama hapa utasema jina lako na kwamba umeokoka. Ukishasema umeokoka tu ni kutuambia kwamba mimi ni tawi katika mzabibu wa nani? Wa Yesu. Sasa mzabibu wenyewe lugha yake ni hii ya kwamba natoa tawi likazae. Jiulize, tangu nimechipuka kutoka kwa shina hili kuna tunda nimening'iniza? Na je, hali hii inaridhisha mzabibu wenyewe? Hali hii inaridhisha mwenyewe? Kama hairidhishi na ngoja nini? Kila neema unayohitaji umepewa, kila uwezo unayohitaji umepewa. Yupo Mungu ambaye anasimamia kuhakikisha kwamba unafaulu. Wale walioamua kuzalisha talanta zao waliwezeshwa kuzaa. Ndio maana zikazaa zingine 5 na wengine wakazaa zingine 2. Yule mwingine alipoweka kwenye leso ilikaa pale pale. Sasa ni mpaka uitie kazini. Neema uliopewa uitie kazini ndio iweze kuzaa. Ikikaa pale haiwezi kuzaa kitu. Kwa hiyo kama ulipewa ukafunga kwenye leso au ukafukia ardhini, ukingoja Bwana mwenyewe aje, hata kuja kukupongeza kwa jinsi unavyojua kuhifadhi, bali akitakasirika, alafu anakuitwa mtumwa mbaya, muovu, mvivu, mtumwa muovu. Hata kupongeza kwa sema wow, yani for all these days, na wewe unajua kutunza kweli. Si mambo na kutunzwa, si mambo na kutunza. Hatujaitwa tutunze vipawa. Hatujaitwa tuchunge tu kuanguka kwenye uokovu.
Kuna watu wazuri ya kwamba wanachunga tu wasianguke kwenye uokovu. Basi inaishia hapo. Nimeokoka na tangu niokoke sijajuta, ninamngojea Bwana. Yaani anajichunga tu na kujuta peke yake, alafu anamngojea Bwana. Niko hapa namngojea Bwana. Kwa kazi ipi? Hayupo pale. Sasa hatujatokeza kwenye shina ili tupambe shina lionekane vizuri. Hivi una habari ya kwamba mkulima huwa anaenda kwenye ule mti na kuna wanaita some unwanted branches ambazo katika pruning ndio zinaondolewa ili mti uzidi kuzaa vizuri, kwa sababu ukiwa na the unwanted branches haufanyi vizuri. Na ukumbuke both the wanted and the unwanted branches zimekuwepo kwenye shina. Alafu inafikia mahali zote zikiwa zimekaa hivyo kutoka kwa shina, kuna zingine zitaitwa unwanted, za kukatwa ili ziboreshe wenzake kuzaa vizuri. Sasa fikiria wewe utachangia upande gani? Utachangia kwa kuondolea wenzako njia ili waende vizuri, au utakuwa miongoni mwa wanaokimbia? Maana katika mkutano fulani kuna watu ambao huwa wanataka kupita na wanatengenezewa njia wapite. Hao ni binadamu pia. Na kuna wengine wanadamu vivyo hivyo kwenye uwanja huo. Wanaambiwa ondokeni, kaeni kando, fanyeni njia. Apite nani? Mtu kama wewe. Ama hujaona hiyo? Sasa mkutano ya waheshimiwa, ikiwa rais yuko pale, nini waheshimiwa, sote tuko uwanjani, ni binadamu. Tumekuja kwa mkutano, tuko hapo sote. Lakini kuna mtu akianza kutembea, yeye ni mtu kama wewe, na yeye anaondolewa njia ikae, watu wanaondolewa njia yake iwe wazi, wakati wengine kuondolewa huko ni wao wanaondolewa. Sogea tena. Na tumekuja kwa mkutano. Hata unaweza pigwa, unasukumanisha huko, maana kuna mtu apite. Sasa ili usikatize mkutano, ili mkutano ule uendelee vizuri, that everything may run smoothly, kuna watu wa kutulizwa, kuna watu wa kuondolewa, kuna watu ambao msikae hapa, kaeni kule. Viti vilivyotengwa haviketiwi, kaeni kule. Hivi ni vya waheshimiwa wanaokuja kukaa, ni binadamu kama wewe, lakini wote ni watu, ila wakawekwa sehemu mbalimbali. Ina maana mkikaa hapo nyinyi ambao ni wa kuondolewa, mnatatiza mkutano, lakini mkiondolewa basi mkutano unaenda vizuri. Sasa ndio pale unwanted and the wanted branches, ya kwamba huu mti tunataka uzae vizuri, na ili uzae vizuri kuna these branches zitolewe, pruning, inaondolewa, unachongwa vizuri. Sasa mwenzangu, hivi wewe katika huu mmea mkubwa hivi, katika huu mzabibu wa Yesu, haikutishi, haikuogopeshi ikisemekana ya kwamba wewe ni mojawapo ya matawi ya kuondolewa ili mmea uzidi kuzaa vizuri? Maana huu ni mzabibu wa Yesu. Ila neema ya Mungu huwa ipo, inakuwepo tu kama itakupa muda. Hata Judasi alikuwepo tu. Hata Yesu anashuhudia vizuri, na wajua tuko hapa, lakini mwingine wenu ni ibilisi, najua moja kwa moja hana mipango mizuri kwa ajili ya kile ninacho lakini kwa namna moja au nyingine atatimiza ili tufike vizuri. Kwa kuondolewa yeye, nitazidi kuzaa. Wewe utakuwa tawi zinazohitajika, au tawi zile ambazo zinazaa zizidi kusafishwa. Mama ambaye uko hapa, usikubali kwa miongoni mwa wengine ambao hata hawatajwi. Fanya kitu ambacho hata ukiwa umesafiri watu watasema amekuwepo mama hapa, jamani leo tumeketi kwenye viti chafu, kumbe ni kwa sababu huyu mama amesafiri.
Na leo viti vimekaa namna gani hivi havijapangwa? Fulani alisafiri. Watu wanakutaja kwa sababu kuna kazi wewe unafanya. Lakini wewe kama hakuna kazi unafanya, ni yule ambaye unafika kuchelewa. Ukifika mpaka ushike na mkono uangalie kama kuna vumbi, ndio uketi. Ukiketi tena unaangalia time. Unatoka kabla ibada kuisha. Hakuna siku utatajwa. Utatajwa tu kwa tabia yako ile isiyofaa, kwamba ni yule mwanasaa. Yule mwanasaa yule. Ni yule malikia. Utaitwa malikia sio kwa uzuri, kwa kejeli, kwa sababu ukifika lazima uangalie ndio ukae. Ni yule malikia, sio kwa uzuri. Lakini watu ambao wanataka kujalisha mwanamke mtajika katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Mwanamke mtajika katika ufalme wa Mungu. Kuna miongoni mwa wanawake wengi kama Mariamu mamake Yesu, ambaye alikubali kujipeana kwa Mungu. Malaika alipomtokea akamweleza, hakubishana. Akasema na iwe hivyo kama vile Mungu umependa. I am there, use me, sina shida. Lakini uelewe, ndiyo Roho Mtakatifu amchague alikuwa lifai. Kulikuwa na vigezo ambazo alikutana navyo. Palitakiwa mwanamke bikira, palitakiwa mwanamke mcha Mungu, sio mwanamke vivi hivi. So she was there katika kazi ya kujitunza. Ndio maana akatumika kwa shughuli maalum. Unapewa jukumu maalum kwa kupatikana kwako, kwa kujipeana kwako kutumika. Mwingine ambaye anatajwa ni Elizabeth, ambaye alistahili kuzaa Yohana Mbatizaji. Mume wake ambaye ni Zakaria hakukutwa akichunga ng'ombe au akivua samaki, anakutwa hekaluni katika zamu. Yuko yuko katika kuzaa matunda. Na hapa kuna tunda maalum linatakiwa kuzaliwa, liitwalo mwandalizi wa njia, Yohana Mbatizaji. Mungu akashuka hekaluni pale, akazungumza naye akiwa kazini, akimwambia maombi yako yamejibiwa, utazaa mwana bla bla bla. Baraka zikaanguka pale kwa sababu alipatikana akiwa kazini. Kwa hiyo hautaketi kusema waliojaliwa nendeni. Hapana, unakuepo pale, alafu Mungu anakupata pale na anakupa jukumu. Unakuepo katika hali ya kuzaa, na hapo katika kuzaani ndio unazidi kusafishwa, unazidi kuzaa. Kwa hiyo wewe mwanamke, ikiwa hujawahi fanya kitu, umeachiaga mambo, saa yote ni kusema niombeeni, wala wewe hakuna siku utaomba, ni kuombewa tu. Muniombee, mkienda munikumbuke, mkienda munikumbuke. Ni lini wewe utakumbuka wengine? Kwa sababu kuna watu wamejitolea hivyo. Bwana, sitakuja munikumbuke, sitapatikana munikumbuke. Yeye kazi yake watu wabebe mizigo kwa ajili yake. Kumbe unastahili wewe kuomba, sio mambo ya kukumbukwa. Tumetaja Hana na tumetaja kuna Mariamu, yule ambaye alikuwa miguuni pa Yesu, ambaye alijipiana kwa Yesu. Walikuwa wawili, of course, mtu na dada yake. Mmoja ameshughulika na shughuli zingine za jikoni huko, Mariamu akakaa miguuni pale, naye anatajwa. Yesu akasema amechagua fungu lililo jema. Yaani kuna namna mwanamke unaamua mpaka Mungu ana comment juu yako. Ni nini Mungu anaweza kusema juu yako? Ile kanisa unayoshiriki, Mungu atasema nini kukuhusu? Hivi pale kanisani kwenu unakoshiriki, watu wakiuliza habari zako, unakuwa describe ukitumia nini? Ni nini watu watakitumia? Je, kama wewe namtaka dada fulani anaitwa sonso, yule muimbaji, unataja na jambo, yule mhubiri, yule unamkumbuka, yule alihubiri kusedi pale, yule alifanya ABCD, yule hurauka mapema, yule mama ambaye hufunga sana na kuomba, unatajwa na hiyo. Lakini kama watu wakitaka habari zako, wanakutaja tu na kimo chako, mwembamba, mama mwembamba hivi, mrefu, mfupi, mnene, mzito hivi. Yaani ni hizo tu peke yake, masuala ya kiroho hakuna.
yule Brown, yule ambaye ucheka sana, yule ambaye sijui. Lakini masuala ya kiroho haupo mwenzetu. Ni kucheka sana, ama yule mama anakuwa serious saa yote. Yule ambaye anakaa kununa, yule ambaye anakaa stress. Hata mimi wanamwona anakaa stress, yo. Anakaa stress, unajulikana kwa stress. Ile mama yako na furaha, hata mimi wanamwona, hata mimi wanaogopa kumzungumzia. Maana sijui atajibu vipi. Amejam saa yote. Watu wanajulikana kwa mionekano yao. Wengine hawafikiki, wanaogopesha. They are not friendly because they are not full of God. Ukitaka kwenda kuzungumza nao unashinda, utamwanzaje? Kiongozi akitumwa kwa huyo mama, tunataka huyo mama umwambie apatikane kuja kupika kwa ABCD. Wasema, nani? Nenda wewe. Anaogopewa, haeleweki. Doesn't have the spirit of God, who is so friendly. Unajua Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni roho wa upendo. Yuko so accommodative, anafikika kwa urahisi. Lakini kwa hapo unajulikana kwa hasira, unajulikana kwa ukali, unajulikana kwa ukishakita pale nyuma, unajulikana kwa jicho mbaya, kwa ashes. Keti pale, si watu wasonge mbele. Yule mama mbaki pale, kamwambie wewe asonge mbele. Kamwambie wewe. Maana ameketi pale nyuma akikushona jicho namna hii. Asha unaondoka mwenyewe. Unaanza kuomba msamaha na hakuna kitu umefanya. Mimi mwenyewe tu kamwambia dada songa mbele, lakini jicho tu, I'm sorry. Unamwacha akae. Na anajivunia hiyo. Akitembea anajisifia kwa wengine. Mimi pale kanisani wananijua. Wao maasha za wanikujaje ovyo. Wananijua mimi. Wananijua. Nikishaketi pale hawanileteaje za ovyo. Kanisani nyumbani kwa Mungu kuna za ovyo unaletewa. Hiyo ndio unajulikana nayo. Sijulikana na kazi ya Mungu kama wenzetu hapa ambao walizaa vitu vya kueleka kwenye dunia hii. Ati unakuwa mkali upeleke ukali wapi bwana? Watu wametotumikia Mungu na leta ukali hapo, ukali upeleke wapi mimi? Mtu anifikie tu, simweki. Umweki nini? Unaenda mbingu kweli wewe? Sijaenda ibada leo. Huyo kiongozi wa mama ananikujie, sitamweka. Sasa amejaribu kuja. Ameingia kwangu na dada, kabla jamaliza yule dada nimemcheki hivi. Akabwaga kila alikuwa ameniletea na akaenda kimoja. Mimi wasiweki mtu. Na yuko hapa na kesho ukipewa mic, naenda mbinguni. Ipi hiyo? Tuko kwenye mzabibu jamani. Alafu mizabibu si mingi, ni mmoja peke yake. Sote tunatoka kwa mzibu mmoja. Na ni vyema tu tunaangalizana jamani. Tuangaliane pia wakati mwingine. Jali mmoja kwa mwingine, tuonyane tunapoendelea. Kwa hiyo mwenzako mmezao umeninginiza matunda, angalia jirani yako. Cheki vipi wewe, lakini wewe mbona huna hata tunda? Mbona uko hivi? Hii matunda kweli yanatoka kwa hili shina letu hili. Hii matunda ulionayo yanatoka kwenye hili shina letu kweli hili. Mbona maana haiwezekani michongoma kuzaa matunda mazuri. Sasa wengine wanao wanaajabu, ndio wa kuondolewa kwa sababu wanataka kuzaa vitu ambavyo wanaweka maneno kwa midomo ya Mungu. Wanaweka mbegu za ajabu kwenye ardhi ambayo haikuwepo. Yaani wanazaa magugu na wakati ni ngano ilipandwa. Kwa hiyo mama uli hapa kwa ufupi tu umeitwa kwa ajili ya kazi. Kama umeokoka tu basi uko kwenye mzabibu. Na mzabibu wenyewe ndio unazungumza. Mzabibu ndio unazungumza. Unasema mimi ndimi mzabibu. Mungu huyo niliyekuzaa anasema ninatoa matawi na ninaangalia. Kila tawi linalotoa linafanya nini? So mama, tangu uokoke fanya jambo ambalo Mungu anasema huyu ni mwanangu aliyetenda kitu na anampa thawabu kwa ajili ya hii. Ufalme wa Mungu usonge vizuri kwa sababu kuna kina mama walioshika zamu sawa, wamemwagiwa roho yule, wapige ndimi zile, watoe pepo vile zinavyotolewa na wanaume. Sasa wanawake wacha Mungu wamepungua. Mpaka tumekuwa na watumishi wa kiume wengine feki kabisa wenye maajabu wanaanza kutrain watu kwa jinsi watakavyoshuhudia, ni jinsi watakavyobuni miujiza. Kwa sababu sisi wote tumetulia. Alafu mbaya zaidi ni kwamba wakiinuka hao gushi wanaoendea wengi tena ni hao wanawake tunaowahubiria.
siwezi kufa katika shida, nitajaribu. Nitaenda kujaribu hata huyo. Hata kama nitabeba vitambaa, hata kama ni mafuta nitabeba, hata kama ni sabuni nitabeba, hata kama mama nimeteseka sana kumtafuta Mungu. Utaki wewe ni kule kubebesha vitambaa tu. Utashangaza na wanaume wengi wenu hawajaokoka. Kina mama wengi waume zao hawajaokoka. Alafu unambebesha mzee anakaa hapo, kesho mikono mingia na mpafi mwingine ajabu, kesho mingia na mafuta haya, kesho mingia na lotion hii, kesho ni maji, kesho mingia na kitambaa. Atashindwa nitafuata Yesu yupi? Alafu tumeambiwa kwamba ukimwishia Mungu vizuri, ile mume hata pasipo neno unaweza kumhubiria akamjia Mungu. Sasa basi tushike Mungu wa kweli, alafu tunaweza kuonyesha picha nzuri kwa waume zetu wasiookoka. Watoe ushuhuda mzuri, waseme mama, kwa hii nyumba imebarikiwa kwa ajili yako, na huyo Yesu unayemwabudu hata mimi ninamtaka.